Haya jamani, tumekutana tena sehemu ya mwisho ya hii simulizi yangu, na asanteni sana, nimeona komenti zenu kuhusiana na kunipa pole baada ya kuingia kwenye penzi na mchungaji na Kanramba. Na tulipoishia nipo kwenye mahusiano na Kevin ama Kevo. Huyu bwana ni ndugu wa rafiki yangu ambaye ni Teresa, na niliingia naye kwenye mahusiano hivyo, tulikuwa tumeenda kwenye event, tulikuwa tumekutana huko. Kwa mimi nilianza kuingia naye kwenye mahusiano hivyo, na yeye alikuwa anafanya kazi Manyara, mimi nikawa nipo Dar es Salaam. Kwa nilimfungia safari kwenda kule Manyara, na nikawa nimefika ile siku ya kwanza, japo alikuwa ni busy sana. Tulikuwa tumeenda paka kwenye mradi. Kwa ile siku ya pili ile tumerudi tu, akaniaga tena anatoka. Yaani hakuwa na muda wa kukaa sana nyumbani. Sasa amekuja kurudi, akawa ni mtu ambaye anaonekana amelewa sana tu, yani ni kama amekunywa za kutosha. Kwa hiyo bwana, ile nataka sasa mimi nataka ile kwenda kumvua nguo na ili apande kitandani, lakini alichonijibu pale. Kwa hiyo alienda bafuni mwenyewe pale akaoga, alipomaliza akapanda kitandani. Sasa unajua kuna ile unawaza mtu akishapanda hapa kitakachofuata ni nini? Hiyo. Basi bwana, cha kushangaza jamaa alipanda, akachukua shuka, akajifunika na kugeuka upande wa pili, nikaachiwa mgongo. Jamani, karibuni sana, tusonge mbele, na hii ndio sehemu ya mwisho msikilizaji ya hii simulizi yangu. Sawa Basi nilibaki pale natulia tu, yani najiuliza hapa nifanyeje sasa? Sasa nilifikiria hapa, nilitaka kuomba ila nikaogopa nisije kuonekana napenda uzinzi sana. Kwa hiyo hapa ni kufunga tu mdomo na kufa na tai shingoni. Kweli nilikaa kimya na kutafuta usingizi kwa mbinde. Unajua tena ukiwa na njaa, usingizi ni kuja ni kwa manati. Kumkena hapo nilikuwa sijala, maana nipika chakula nikamsubiri. Sasa mtu mwenyewe ndo amerudi amelewa. Basi nilihangaika pale mtoto atumie hadi inafika saa 8 ndo kwa mbali usingizi ukaanza kuja. Mdogo nikalala zangu. Sasa usingizi ukiwa umenikolea kisawa sawa, nikasikia kitu kinanipapasa. Mimi sikujisumbua, nikaendelea kuchapa. Dakika 3 nyingi bwana nikaamshwa. Uongo mbaya nilichukia. Yaani mtu umetoka huko, unafika unalala kama vile tumegombana, alafu saa hizi nimelala zangu unakuja kuniamsha. Hii ina maana hisia zikiwepo ndo unaonekana, zisipokuwepo sijapenda kwa kweli. Ila ndo niko kwake, nitafanyaje sasa? Kinyonge niliamka na kutaka kumpa support ili atimize kila anachotaka. Ajabu, akaniambia nitulia, atafanya yote mwenyewe. Nikachagua kuwa mti na kutulia tu ashughulike mwenyewe. Cha kushangaza bwana, baada ya kukimbiza mpira kwa dakika 2 sawa na sekunde 120 hivi, akaanguka uwanjani mwanzoni mimi nikaisi huenda anataka kubadilisha mbinu kutoka 4-4-2 ingie 4-5-3. Nikasema anataka huenda anataka kuimudu mechi vizuri kwa kuchange formation bwana. Cha kushangaza hakuinuka. Nikasema kesi hapa. Kwa hofu nikamuita sasa, nikimpiga kakofi mgongoni, ila wapi hakuitika wala kutikisika. Niliogopa, nikajua kanifia katikati ya mchezo nini. Tena kifuani mwangu haraka sana nilimuinua ili nimtoe kwangu. Mungu mkubwa akashtuka bwana, kumbe hajafa. Hii ina maana analala katikati ya game. Nilichoka mwili na moyo. Mzuka ulioanza kupanda ulikata pale. Nikatamani hata nilisukumie mbali. Ila kila nilivyojaribu kumtoa aligoma na kubaki anakoroma tu. Mama mvumilivu, nikaamua kutulia. Akaendelea kulala, ila kuna muda kama akili zinamrudia, anakumbuka alichokuwa anakifanya. So anashtuka na kuendelea sekunde 60 nyingi, anazima tena. Nilivumilia hadi nikahisi pumzi inaanza kutoka sasa kwa shida, maana sio kwa uzito ule. Taratibu na kwa upole nikamwamsha na kumwambia nimechoka, naomba nilale. Akatikia tu kisha akatulia kimya. Nikaona huyu ananona mimi fala huyo. Nikamsukumia pembeni na kugeukia upande wa pili nikalala. Usiku ukapita, asubuhi kaingia. Acha kibaridi kinipige kisawa sawa. Nikageuka kumwangalia jamaa kalala, yani hana hata habari. Sasa nikamwangalia huko nikiwaza, hivi huyu ni kwamba simvuti, sina hisia naye, ama ndivyo alivyo, yani hana mambo ya kushabikia michezo sana. Maana kawaida mnapokaa wapenzi eka zinakuaga nyingi, unajua tena na tena penzi likiwa jipya hivi mambo ndo yanakuaga moto ile mbaya. Ila yeye sasa hana huo muda na anafanya kama vile tuko pamoja, yani miaka na miaka. Au ndo watu walio na miaka 32 kupanda juu ndo wakogo hivi. Maana jamaa alikuwa kwenye miaka kama 32 na muda si mrefu anaingia kwenye 33.
So nikahisi huenda watu wenye miaka hiyo ndo wako hivyo. Maana mimi sikuwahi hapo kabla kudeti na mtu ambaye yuko kwenye 30 huko. So nilivyowaza hivyo nikabaki najibu kuwa huenda umri ndio inaweza kuwa ni sababu ya haya mambo. Kwa mara nyingine nikajiambia hata hili nitalivumilia, ila ngoja nijisogeze walau niondoe baridi. Bwana wewe, nikajisogeza na kumkumbatia. Nilitolewa mikono chapu na kuambiwa niache nipumzike. Sikukoma, nikarudisha tena bwana. Safari hii aliniongelesha kwa ukali. Nikaona hiyo nini? Nikageuka upande wa pili na kujikunyata. Sasa muda ulienda, ilipofika saa 2 akaamka na mimi nikaamka. Tukasalimiana pale fresh nini? Yaani kama hakuna kilichotokea. Baada ya kuamka kila mmoja akauga kivyake. Kisha tukapata chai. Baada ya chai akawa busy kuongea mambo yake na kuambatanisha lawama kwa siji mambo yake hayaendi, mara sijapange hiki, mara kile, yani vurugu tu. Basi bwana. Sasa muda wote ilikuwa ni maisha yani muda wote ni maisha mipango, yani mara vile hakuna hata dakika moja ambayo ni hakuna hata muda ambao alisema tukae tuongee kuhusu sisi. Yani muda wote tu ni mambo ya mipango ya maisha. Nijisikia vibaya. Ila nikachagua kuficha huku nikiamini kwamba kwa umri wake yuko sawa muda wote kufikiria vitu vya kufanya. Si unajua tena? Kwa hiyo nikaona pia sasa nimepata mtu ambaye yuko serious na maisha. Si unajua tena, yani ukipata mbaba fulani hivi ambaye anawaza tu maisha, uwekezaji, pesa, nini, miradi. Hivyo yani. Japo nitamani sana moment fulani hivi ziwepo, ila nikachagua kwenda vile anavyopenda. Si ninampenda bwana. Nishapenda boga, acha nipende na ua lake. Sema inaniuma. Yani unahisi kama hivi kuna sehemu iko wazi na wakuziba ni yeye, ila ndo huyo hana hata muda. Basi bwana, nilipokea yote na kuwa mtu wa kuitikia tu, maana hata mengine mimi sikujua niongee au kuchangia vipi. So mtoto watu mie nikawa mpenzi mtazamaji tu kwenye mapenzi yangu mwenyewe. Just imagine, mapenzi yangu mwenyewe nakuwa mpenzi mtazamaji. Basi muda ulisogea. Ikawa kuna muda nashindwa hata kujizuia, nikawa sana mwegemea mara nitake kumkiss, ila akawa ananizuia na kuniambia kwamba nimwache kwenye akili yake haijatolea. Nikiambiwa najirudi baada ya muda najisahau, yani nikaanza kuona kama anakuwa kero. Ikabidi sasa nikubali tu, nikajiweka mbali ili hata nikitamani kumgusa basi nisifanye hivyo. Basi bwana, jioni ya saa ya siku hiyo alitoka, na alivyokuja kurudi akaniambia kwamba ameitwa kazini na sehemu anakotakiwa kwenda kwa ajili ya hiyo kazi ni mbali, hivyo kesho asubuhi ataondoka. Sasa mtoto akike nikauliza mie, kwa hiyo unarudi lini? Akaniambia baada ya wiki 2. Nilijibu sawa na kuuliza kuhusu mimi nitabaki au nirudi home, maana hapa mimi nakuja tu safarini jamani. Akaniambia kwamba siondoki hadi atakaporudi, kwa maana hiyo nabaki mwenyewe. Basi mimi sikuonesha kuumia zaidi tu, niliamka na kumuuliza vitu ambavyo anavyotaka kuondoka navyo. Akanambia atapaki mwenyewe. Nikaona sawa na kuingia bafuni nikajisafisha vizuri, nikijua kuna mchezo wa kuagana. Kwenye ile uhusiano nilijua nilinyoshwa. Unajua mtu, unajua kuna safari unategemea kwamba upate hata cha kiagio cha kuagwa. Imagine nimejiandaa, nimelala kimtego, nikijua hapa atoboi, ila akawa kama nioni vile. Nikaona usinitanie. Yani nimepita mikoa na mikoa kukufuata, alafu nanifanyia ukakasi namna hii. Nikaanza kujifanya mtundu bwana. Neno moja tu lilinikata maini, nikatulia ntuli. Unajua niliambiwaje? Au basi nitatukanwa bure, maana utasema sasa unakaa kwa huyo mpuuzi nini siurudi kwako. Basi bwana. Na mimi nitakuona kama unataka kuniachanisha na mpenzi wangu bure. Kwa hiyo acha niseme tu kipenda roho mie, acha niendelee kula nyama mbichi. Basi bwana, usiku ulipita kavu. Kesho yake asubuhi akaamka na kujiandaa, kisha kasepa. Huku nyuma sasa mimi nikabaki mwenyewe, ila ukweli usemo jamani, huyu jamaa pamoja na kuwa na vitabia vyake hivyo, ila kwenye upande wa matumizi alikuwa vizuri. Yana hakikisha kila ninachotaka nakipata kwa wakati. Tena anatuma mtu ananifuata hadi nyumbani na kupelekwa maeneo yote ambayo nafanyaje nataka kwenda. Hakuna lalamiko lolote juu ya mahitaji yangu. Tena wakati mwingine alisisitiza mwenyewe, kitu ambacho kikafanya sasa pia nione, nikaona yes, usi ndo mwanaume bwana, usi ndo baba. Haya bwana. Wiki 2 zilipita, akarudi nyumbani. Nikampokea kwa bashasha zote. Na nakumbuka kipindi anafika tu,
Nikaingiaga period. Kitendo cha kuona nimeingia tu, nilitreatiwa kama malaika. Yaani vile ambavyo unaona kwenye mitandao wa dada wanapewa zawadi za pole na wanaume zao na kujaliwa kisa tu wako period. Basi na mimi nilifanywa zaidi hayo. Mwanaume alijua kunionyesha upendo ule. Hadi nikawa naona ni kama nimechelewa kumjua. Na kutoka ndani ya moyo nikasema kwamba huyu sasa ndio mwanaume wa maisha yangu. Yes, sitaki mwingine, ni huyu. And of course najua ya kwamba kwenye mechi mambo ya mechi hana muda nayo, wala muda wa kuambizana maneno ya baby love you, je nitakupa dunia na hana huo muda. Ila ndo nishampenda hivyo. Kwanza hayo yote si lazima, ni uongo mtupu. Eti mtu anakuambia nitakupa dunia, natamani nikifa nikukute. Wewe umeshakutana na malaika wazuri wewe. Kono nagani. Kwa hiyo jamaa huyu baba la baba hana hayo maneno ya uongo. Eti unaambiwa utapewa dunia. Na unaona unapendwa. Wewe dunia gani ambayo unaamini utapewa hii? Hii tunayoishi sisi au una nyingine? Kama ni shtuka ndugu yangu, nadanganywa. Hapo upewe dunia, labda pressure tu. Hiyo nakubali. Ila dunia, dunia uongo. Basi bwana, siku 3 zilipita nikawa sasa nasubiri wiki hiyo iishe, maana tulikubaliana baada ya yeye kurudi nitakaa wiki after then nirudi nyumbani bwana. Ila baada ya siku 3 kupita tu nikaambiwa nirudi nyumbani. Nikamuuliza kwa nini? Maana muda tuliokubaliana haujaisha. Akaniambia amepata safari ya kuelekea Dar. Nikajibu sawa. Na kujua tutaondoka wote kwa sababu kama ni Dar mimi mwenyewe si ndo naishi huko. Tena itakuwa vizuri maana atafikia kwangu pia. Ajabu akakataa kuwa hatutaongozana. Akili kanaambia hakuna mapenzi hapa. Kweli tena hapa mapenzi? Uongo, hapa mapenzi hakuna. Aise. Baada ya kukubali kuondoka, alinipa nauli na pesa matumizi. Hakuishia kunipa pesa, akanipeleka hadi nikapanda gari. Sasa alivyokuwa katiri, hakusubiri hata nifike nyumbani. Yaani ile nimefika Dodoma tu, SMS ya kuachwa hapa. Nilisoma ile message mara moja tu, nikazima simu. Tunani paradiso. Unajua kwa nini nilizima simu? Nilizima kwa sababu sikutaka kuipokea wala kuamini kama katuma yeye. So nikaona acha nizime tu ili nikija kuwasha nikute katuma nyingine kuomba samani kwamba kakosea. Mapenzi japo tu kuna mtu alikataza nisitokane, ila mapenzi. Yaani SMS imetumwa na jina langu juu ila ninagoma kuipokea. Alafu eti nazima ili nikute SMS nyingine ya msamaha where wakati hadi jina limeandikwa. Safari ilikuwa ni ngumu sana kuliko kawaida. Hivi ushawahi kuachwa safarini wewe? Sio kuachwa na basi, unaachwa na mpenzi huko safarini. Nijitahidi kujikaza ili nisije kulia, ila nilishindwa. Machozi yalitoka bila mpangilio. Kwa hiyo sasa kuificha hii aibu nikaona ngoja nijifunike na kikoi. Alafu ile nileka naye nikampatia kisogo. Basi muda ulienda, kabla sijafika hata Morogoro nikaona ngoja niwashe simu sasa nimuulize. Ile simu imewaka tu, ikaingia simu ya mjomba. Kupokea eti naambiwa mdogo wangu amefariki. Aise, nilizi kama nimechomwa na mshale wa moto kifuani jamani. Unajua nishindwa kuuliza imekwaje au nini kimetokea hadi kufikia hatua mdogo wangu akafariki. Niliachia simu na kuinama karibia dakika 5. Ni kama akili liganda hivi, nikawa sielewi chochote. Uzuri nilieka naye alikuwa ni mama. Hivyo alivyoona sasa nimedondosha simu na kunishtua, nikanipo kimya. Aliokota na kunifunua kikoi nilichojifunika. Kunifunua hivi, akaninua na kuona nimekaa kama mtu aliyepigwa na bumbwazi huku machozi yakishuka tu. Kwa hofu basi akawa ananiita na kuuliza shida nini? Ila mimi hata sikuweza kuongea. Muda huo sasa simu yangu ilikuwa inaita, mpigaji alikuwa ni mama. Yule mama bwana alipokea ile simu. Baada ya kuipokea, alisikia mama akiongea kwa uchungu na kilio kwamba mdogo wangu hatunaye tena. Hasa mama yule baada ya kusikia vile, alikata ile simu na kumuita konda. Akamueleza swala langu na kuuliza wanafanyaje? Tunaendelea safari au wafanyaje? Hasa konda akasema hapo uamuzi ni wangu. Mimi naendelea au nishushiwe njiani. Basi nikawaambia nitaendelea na safari. Basi safari yote hadi nafika nilikuwa ni mtu wa kufuta machozi. Moyo uliuma kumpoteza ndugu yangu. Na moyo huo uliuma kuachwa. Niseme tu hakuna wiki ambayo ilikuwa nzito kama hii wiki. Niliondoka nyumbani, nikamalizana na msiba na ulivyoisha nikarudi Dar. Hapo bado nabembeleza penzi ujue. Yaani niligoma kuachika hivi, nakubalije kuachika hivi bwana? Watu wanaanza mwaka na wapenzi wao wale wa mwaka jana, afu mimi nakubali kuachwa hivi. Nakumbuka nilipofika Dar siku ile, baada ya kunitumia message kuwa
hatuwezi kuendelea. Nikamuuliza kwa nini tusiweze kuendelea? Jibu akaniambia kwamba hatuendani. Aya. Na kisa cha kutokuendana eti ni kuwa anaona mimi bado napenda mapenzi ya kudanganyana, kitu ambacho hawezi, yeye yuko busy na maisha. Kwa hiyo ananiacha nimtafute aliyoko free, ila yeye no, hataki tena. My friend, nilingangana nikamwambia kwamba namtaka yeye tu na mimi niko tayari kuishi vile anavyotaka, lakini pamoja na kumwambia hivyo bado aligoma. Yaani ndio nikawa nimeachwa hivyo. Basi sikuwa na jinsi zaidi tu ya kulia, na mwisho siku nikanyamaza na maisha yakafanyaje? Yakaendelea. Basi bwana, ilipita miezi, ikawa sasa nikikutana na mtu tu, yaani mambo yanaisha kwenye hatua ya maongezi tu, kila kitu kinazima. Yaani kiu ya kutamani kuwa na mahusiano yaliyonyooka ilikuwa siku hadi siku. Pesa niliipata ila haikunipa furaha. Moyo wangu ulijaa upweke wa hali ya juu. Mimi sikuchoka, nikazidisha kufunga na maombi, lakini kila nilivyoomba ndivyo mambo yalivyozidi kuwa mabaya. Unajua kuna muda nikaona ni kama maombi hayana faida fulani hivi. Ila swali ni njia ipi ya kunisaidia tofauti na maombi? Jibu ni hakuna. Basi niliendelea kujipa matumaini na kuamini kwamba siku yangu nafanyaje? Inakuja. Basi bwana, katika kusubiri wakati sahihi, si nikajikuta naingia penzini na jirani. Niliingia penzini na jirani. Alo, hili lilitaka kuniua. Nasemaje? Binti, fanya yote ila usije kuthubutu kutoka na jirani yako. Aise, utakufa vibaya wewe. Sasa ingia kwenye hilo uhusiano na jirani yako alafu uje kusema sijakwambia. Ningokotee mawe. Haya bwana, ngoja niwape story na jirani yangu, story ambayo hadi leo nasema ndio ilitumika kama njia kunipeleka kule kwenye nchi ya ahadi Kanaani. Bwana we, baada ya kupitia changamoto nyingi sana na kuamua kuupa moyo utulivu na muda wa kupona, nikaona ni vema nikabadili mazingira. So nikatafuta nyumba nyingine iliyo mbali kabisa na pale nilipokuwa nikiishi. Mungu saidia, nikapata nyumba nzuri tu tena mpya. Kwa hiyo nikahamia rasmi. Sasa ile nyumba bwana, wakati nahamia, vyumba vingine vilikuwa vijapata watu. Hivyo baada ya kukaa kama mwezi hivi, kimoja wapo kikapata mtu. Huyo mtu aliyeingia sasa ndo kiboko. Nakumbuka siku anahamia nilikuwa zangu nje nafumua nywele. Mara geti likagongwa, nikainuka bwana na kwenda kufungua. Alo, ile nimefungua tu nilikutana na mkaka huyo. Yaani ni handsome na nusu. Mkaka mrefu, mweusi, msafi kuanzia chini hadi juu. Sauti yangu na namna anavyoongea vilizidisha mvuto na kufanya moyo wangu baki unaelea juu. Bila kuzunguka wala kupepesa, ni kwamba nilimuelewa mshikaji. Ila si unajua tena sasa mwanamke ni aibu sana so nikazuga, akaingia na kufanya usafi pale, kisha akasepa. Mida kadhaa akaja na vitu vyake. Mimi mdogo sasa niko namchungulia tu dirishani, maana ilikuwa ni mida kama ya saa 2 saa 3 hivi. Basi bwana, baada ya kaka yule kuhamia pale, maisha yaliendelea, ikawa ni salamu za ujirani tu. Unajua tena na wakati mwingine tunajadiliana mambo ya umeme, na mkitoka hapo kila mtu anaendelea na mishe zake. Ila mimi sikuendelea na mambo yangu. Kwa nini niwe muongo? Waliokuwa wanaendelea na mishe zao ni yeye na wengine, ila mimi hapana. Nilikuwa busy kuchunguza kila hatua anaopiga. Sio hatua tu, yani kila akitoka nitainua kichwa, akirudi nitainua kichwa. Akija na mgeni nitainua kichwa. Yani ili mradi tu nijue maisha yake yanaendaje. Na aina ya maisha yake pamoja na vile anaonekana kupambana vile nipendeza sana. Nikawa natamani sana kuwa naye, ila ndo naanzaje? Nifanyaje ili nimpate jirani? Nimtongoze? Hapana, huo ni uongo. Nitaua brandi, nitashusha brandi yangu. Maana mimi mwenyewe hapa naonekana wa juu sana. Sasa nikijichanganya si nitaharibu. Kwa hiyo hapa nini kifanyike? Michoro. Yes, hapa naanza kufanya michoro ili jamaa aingie kwa box. Mimi sitakaki kupoteza muda. Nikaja kuaiwa bure. Basi taratibu nikawa sasa nikitoka jobu nakaa na wadada wa vyumba vya jirani, na nilifanya hivyo kutokana na kwamba mara kwa mara namuona jamaa anaongea nao, muda mwingine sasa hata anashika watoto wao nini. So kukaa njia ya mimi, yani kuamua kukaa kwa kufanya maamuzi ya mimi kukaa na hao, itanipatia upenyo wa kuanzisha mazoea mdogo mdogo na huyo jamaa. Kweli bwana, baada ya mwezi kupita, siku hiyo jamaa airudi mapema tu, akatusalimia na kuingia ndani. Sasa baada ya muda akatoka na sufuria akawa anaosha. Sasa wakati anaosha, mdada mmoja kati ya wale niliokuwa nimekaa nao akana mtania kuwa hajui kupika. Sasa kwenye matani jamaa akafunguka kweli kwamba hajui kupika, na hicho kitu kinamkosesha furaha, kwani hapendi kula migawani, hivyo analazimika kufanyaje? Kupika mwenyewe. Sasa kufikia hapo, muindaji nimefanyaje? Nimepata upenyo wa kumuingia.
Yaani kimatani tu. Nikamwambia kama utakuwa tayari mimi naweza kuwa na kuhesabia kwenye msosi. Awe DJ. Jamaa kusikia hivyo, shwa, kaingia kwenye box. Moyoni nikasema yes, mchezo nishaumiliki tayari na hakuna wa kunichomoa. Haya mambo bwana. Basi bwana, nakumbuka siku ya kwanza kabisa jamaa alinipigia simu mimi nikiwa niko job. Sasa kwanza sikuwahi kuwa na namba yake hapo kabla. So nilipokea nikiwa najua ni mteja au mtu tu kaosea namba, ila baada ya kusikia neno hello, nikajua mtu wangu huyu, mtu wangu huyu sinamuindaga bwana, ninamjua. Basi nilipokea, kaniuliza sorry, tunakula nini leo? Jamani, yani nilisi yani ndo kashanioa. Alafu ndo anauliza sasa wife leo tunakula nini? Kudadadeki. Kwa heshima na utini nikamwambia kwamba nilipanga kupika wali samaki, sijui ulitaka kula nini? Mwamba akajibu kwamba no, pika hivyo ulivyopanga, mimi lolote tu fresh. Nilijibu sawa. Akakata simu, ile namba nikaisave crash, kisha nikatulia. Jioni ilipofika nikaingia sokoni, mtoto wa kike pale, nikanunua samaki aliyenona, nikachukua viungo na matunda ya juice kama yote, kisha huyo nyumbani shwa. Fanya kama unaniona nilivyokuwa sasa naekaeka mtoto wa kike kupika msosi wa kumvutia bwana jirani. Yaani shahidi wa hili ni vijiko na vikombe. Maana nilihangaika. Lakini mwisho siku nilitoa kitu kimenyoka. Hata hivyo mimi sina gasho mbovu bwana kwenye kupika. Sijawahi kukosea mtu wangu. So ujuzi wangu wote ulitumika na kitu kikatoka mwe. Baada ya kupika nikasubiri bwana jirani aka crush arudi, ambapo lisaa mbele airudi. Alipofika tu akanigongea nikiwa tayari sasa hapo mimi nimeshaoga. Nikatoka na kupokea mfuko wa matunda. So baada ya kupokea niliingia ndani kuoga, na baada ya kuoga akaniambia tayari naweza kumpa chakula. Mtoto wa kike nikachukua sahani nikapakua na kumpatia. Mwanzo wa kula hadi mwisho ilikuwa ni sifa tu. Niseme tu nilitamani yani I say si hata niseme jana. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa mahusiano na huyu jirani. Uhusiano ambao naweza kusema ndio umefanya leo niwe hapa kuelezea hii safari yangu. Na naweza kusema kwenye safari yangu ya mahusiano, katika mahusiano yaliyodumu muda mfupi sana ni haya. Ila pamoja na kudumu kwa muda mfupi, ni mahusiano ambayo yalinipa furaha, uhuru, kujiamini, kumfurahia mwenzangu na matumaini ya hali ya juu. Niwezi niliwahi kupenda huko nyuma, na ndio niliamini kuona kwamba kesho ndani ya uhusiano kadhaa wa kadha nitafaidika kwa namna moja ama nyingine. Ila kwa haya ilikuwa ni zaidi ya hayo. Niliamini kupita kiasi, nilitumaini kupita kiasi, nikapenda na kuwekeza kupita kiasi. Mahusiano ya amani yalidumu kwa siku 10 tu, lakini alikuja kufa ndani ya siku 30. Ila ndani ya moyo wangu naweza kusema nilikuwa naye hata kabla ya mahusiano. Yes, niliishi na yeye nikiamini tayari ni wangu hata kabla hajawa wangu. Nakumbuka baada ya juhudi na kuwekeza kwa muda mrefu nilianza kumshirikisha Mungu. Maana niliona juhudi zangu na kiu yangu ikienda kupotea, ikienda kupotea kwa sababu tulitengeneza urafiki na bondi imara kiasi ambacho tukawa hatuwezi kukaa mbali. Yaani mimi sikuweza kula chakula cha jioni hadi awepo, wala yeye hakuweza kula bila mimi. Mitoko hapa na pale, umbea, zawadi, kuelezana mambo binafsi na kuomba ushauri. Sio yote na yule jirani, sio yote na jirani. Sio yote na jirani. Kwa ndo hivyo. Kufanya maombi na kuombea malengo yetu pamoja ilikuwa ni jambo la kawaida, na swala la kulala kila siku saa 7 saa 8 kwetu ilikuwa ni kawaida sana. Lakini pamoja na yote hayo, sikuona upenyo wa mimi na yeye kuwa pamoja. Zaidi alizidi tu kunionyesha kuwa ana kiu na yeye ya kupata mwanamke wa maisha yake. Na huyo mwanamke hakuwa mimi. So nikaona hapa hebu ngoja nimgeukie Mungu. Nikaanza kuomba kibali bwana. Wanasema sijui ukiongea nini eti ukiongea jamani. Mimi naye ukiongea chumvi ya mawe na kunenea vitu vinakuaga hivyo. Ni kweli jamani, mliotumiaga chumvi ya mawe mkainenea, hebu niambie basi na mimi niambie. Lakini ndio hivyo wanasema kwamba sijui ukiongea chumvi ya mawe ukainenea mambo yanatiki. Sasa mimi nikafikiria mbali hadi chakula sasa nikawa nakiombea wakati nikipika, ila ikawa hola. Kwa wale mnaoijua novena ya Mtakatifu Rita, nilisali I say, lakini bado sikuona dalili. Mimi sikuchoka, nikawa naamka saa 9 usiku naombea swala la mahusiano. Siku zikaenda, mambo yanaenda taratibu kama kono. Na hatimaye siku isiyo na jina ikafika bwana. Nakumbuka siku hiyo
tulimaliza kula tukawa tunapiga story bwana. Kama kawaida sasa katikati ya maongezi kijana akasema kwamba Siara, kwa akili yangu na moyo wangu wote naona unafaa kuwa mke wangu. Hayo maneno niliyasikia ila sasa nikajifanya kama sijasikia hivi, nikamuuliza kwamba unasema? Akarudia akasema nimesema hivi, kwa akili yangu na moyo wangu wote ninaona unafaa kuwa mke wangu. Moyoni nilitabasamu tunakushangilia sana, ila usoni nikaweka sura ya mshangao na kumuuliza kwamba yani unaongea utani ama unamaanisha? Jirani akasema stani, mimi namaanisha. Unajua nimekuangalia kwa muda mrefu sana na nimekuchunguza kwa mambo mengi mno. Ni wazi una kila sifa ya mwanamke ninayemtaka na nimeona sina sababu ya kuendelea kutafuta mwanamke mwingine ili hali wewe upo hapa. Kwa hiyo kama itakupendeza tunaweza kuanza safari hii pamoja, na Mungu akijalia basi tufike pale ambapo kila mmoja anatamani kufika. Ila pia kama utaona hapana, ina shida, ila tu kaa ukijua kuwa ninakuhitaji leo na hata kesho. Nilitamani kupaa kwa furaha, ila bado sikutakiwa kuonesha, maana ingeonekana kama vile yani mimi nilikuwa nani namtaka tokea mwanzo. So nikakaza na kumwambia kwamba okay, naomba nifikirie japo sikuahidi kitu chochote katika ile. Akasema poa. Basi kisha tukaendelea na stories zingine, ila akili haikuwepo kwenye story tena. Yaani mimi nishachanganyikiwa kwa raha. Basi baada ya maongezi tuliagana na kila mmoja akaingia ndani. Sasa mimi ile nimefika ndani tu nilipiga goti na kumwambia Mungu, asante Mungu. Sikusema asante tu, nilisema huko sasa nikilia chozi la furaha. Wewe chezea kupendwa wewe. Yaani ingetokea nikapewa mic nitoe ushuhuda, mama yangu mzazi ningepasua masikio ya watu. Haya bwana, baada ya kushukuru nilimwomba Mungu ikiwa ni kwa mapenzi yake basi aniruhusu niingie na atulinde hadi kufikia lengo kuu. Lakini pia kama sio kwa mapenzi yake wala mahusiano haya si salama kwangu, basi anizuie mapema. Baada ya maombi hayo nikakaa. Guess what? Asubuhi mapema nikatoa jibu. Sikutaka hata jioni ifike. Yaani sikutaka jioni ifike nikiwa single. No, asubuhi mapema nikamwambia nimekubali. Na sikumwambia ati kwenye simu, no. Raya kumwambia mtu uko tayari kuanza safari ya mahusiano ni umwambie ukiwa unamwangalia usoni, ili uone lile tabasamu la kwanza mara tu utakavyosema kwamba nimekubali. So nilimfuata ndani kwake, nikasalimia pale na kuzugazuga vistori nini pale, kisha nikamwambia yes niko tayari. Bwana alifurahi huyo na kutaka kunikumbatia. Nikamzuia kwanza na kumtaka tuwekeane sawa kwa mambo fulani hivi ambavyo mimi nilihitaji kujua tutaendeshaje mahusiano yetu. Kwa sababu tunaishi sehemu moja na hatuko peke yetu, so nijue jambo moja, tunafanyaje mahusiano haya ya kisirisiri, yani tuwafanye mahusiano haya ya kisirisiri ama iwe waziwazi, maana tunajua majirani wengine nini wanajua. Akajibu haina haja ya kuficha kwa sababu hana nia ya kupita. Basi baada ya jibu hilo tukaelezana pia mambo baadhi, na baada ya hayo penzi likaanza rasmi bwana. Hatukusubiri sijui tukae mwezi, siku hiyo tukaliamsha. Kuna muda nahisi kama hili lilikuwa ni kosa kubwa na labda ndo sababu ya yote yaliyokuja baadaye, ila nilijipa moyo kuwa mapenzi hana nini, hayana formula. Unaweza kukitunza wewe, mwisho siku kikaliwa na nini? Kikaliwa na nyenye mnaita sisimizi, kikaliwa na nyenyere. Ibane mwisho liwe na nyenyere. Basi bwana, baada ya mapenzi kuanza, mambo alienda kwa kasi sana. Yaani ndoa niliona ile, nikabaki nasubiri kuvaa shera tu. Kilichokuja kunikuta bwana. Imagine ikiwa ni siku ya 10 toka tuwe wapenzi, jamaa akakosea kutuma SMS aliyokuwa akimtumia mtu mwingine na kuja kwangu. Nakumbuka ilikuwa ni usiku, nimemaliza zangu kupika na msubiri arudi tule kama kawaida. Mara inaingia message. Kuangalia imetoka kwa mpenzi. Kwa tabasamu zito nikaifungua bwana. Ghafla tu tabasamu lilipotea, nikahisi kama ni mwili wote unafanyaje umekufa ganzi. Mimi sikuamini, nikaangalia jina labda huenda nimekosea, lakini haikuwa hivyo. Kwa mara nyingine nikarudia kusoma ujumbe uliojaa mahaba aliyoambatana na maombi, huku jina la mhusika likitajwa. Sikujua hata chozi limetokea, yani limenitoka saa ngapi, ila kufumba na kufumbua mashavu yalishaloa na machozi. Kwa namna ile message ilivyokuwa imeandikwa, nikili wazi sikuwahi hata siku na moja kutamkiwa vile hata mara moja. Alafu ghafla tu naona anamwambia mtu mwingine. Kweli ina maana huyu dada alikuwa naye muda wote au ameanza juzi? Na kama alikuwa naye, kwa nini awe na mimi? Niliwaza na kujiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Mwisho nikachagua kutulia na kumsubiri arudi. Mara nyingi siku kama hii ya leo huwa anawahi kurudi. Na licha ya kuwa ndio ratiba yake kuwahi kwa siku hii, tulikuwa tayari tumeshakubaliana kuwa awahi. Ila baada ya ile message hakuweza kufika mapema. Nami kuzuga nikamtafuta kama sijaona kitu. Kwa aibu alisema kwamba nakuja, na ukata simu. Nikajiambia acha nitulie na naendelee kusubiri. Basi saa 4 ikapita. Saa 5 nayo ikapita. Saa 6 nayo ikapita. Hapo nimeshauliza
unafika saa ngapi? Mpaka nimechoka. Sasa naona alisubiri hadi mida hiyo akihisi kwamba mimi nitakuwa nimefanyaje, nitakuwa nimelala. Kwa hiyo akafungua geti taratibu na kuingia kusasa kinyata. Mimi nipo na mzumu tu. Na mzumu anavonyata hadi mlangoni taratibu tu akatoa funguo, nikaona huyu ananikwepa. Haraka nikafungua mlango, akashtuka na kujifanya kwamba anauliza eti, kumbe sijalala. Nicheke tu na kujibu ndio. Tukaingia ndani akawa kainama tu. Nikauliza shida nini? Hakujibu. Nikauliza tena shida nini? Sasa akasema kwamba yuko sawa ila akachoka tu na akaomba nimwache alale. Yaani nilipata hasira. Yaani umeniweka hadi saa 7 hii sijala chakula cha usiku na unajua kabisa tunakulaga pamoja, alafu kirahisi eti nimpisha alale. Niliwaza kutumia hasira akutamaliza tatizo, so kiupole sana nikamuuliza kwamba unaona ni sawa kwenda kulala bila kuongea kuhusu hili swala au unahisi hakuna kitu? Nilivyosema hivyo alishusha pumzi ndefu na kuniambia kwamba Siara, najua kuwa nimekosa ila sielewi nikueleze vipi na unielewe. Kabla ya kumjibu niliinuka nikawasha taa kwanza, maana alifika na ukagizani. Sasa acha niwashe taa tuongee tukionana uso kwa uso. Basi baada ya kuwasha taa nikakaa na kumwambia kwamba nielezee vyote, naanzia hapo hapo. Unapofikiria utasemaje, uanzie hapo hapo, mimi nitakuelewa. Kuhusu kukuelewa wewe niachie mimi. Basi kwa aibu aliinamisha kichwa chini. Kimya kikapita kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema kwamba Siara, naomba unisamehe tafadhali, naomba muda, nitakuja kueleza nikiwa sawa. Nikamwambia kwamba kwa hiyo unahisi ni kwamba ni sawa mimi kusubiri? Akasema najua sio sawa ila ninaomba. Nikasema sawa, ila kitu kimoja tu ambacho nataka kujua, je, huyo dada alikuwepo kabla yangu au amekuja baada? Akanijibu alikuwepo. Nilivyojibiwa hivyo nilikaa kimya huku nikimwangalia usoni kwa muda. Kisha nikamwambia kwamba sawa, usiku mwema, ila usiwaze sana ukajiumiza kichwa. Haya mambo yapo na yanafanywa na binadamu. Lala ukiwa sawa tu utaniambia. Sikuwa neno lingine, nikainuka na kupiga hatua kuelekea mlangoni. Mara akanishika na kuniambia kwamba naomba unisamehe sana. Mimi nitabasamu kwa maumivu makali na kumwambia kwamba usijali. Na kutaka aniachie mkono wangu, lakini hakuniachia. Alinishika kwa muda huku sasa akiwa ni kama ameinamisha kichwa. Yaani akiwa bado kainama sasa akaniambia kwamba nimekumisi sana. Sauti iliyotoka na namna alivyoinamisha uso chini vilionyesha maumivu na majuto ya kile kilichotokea. Kwa roho moja nikamwambia kwamba ni sawa, acha kujuta na kujiumiza, maana najua wazi unajua nini unataka, so usijipe msongo wa mawazo, na unajua ukifanya hivyo haitakuwa nzuri kwa afya. Niliongea simple sana, ila maumivu niliyokuwa nayo ndani yalikuwa ni makali mno, lakini moyo ulinidanganya kuwa yeye ni mwanaume tu na hakuna mwanaume aliye na mwanamke mmoja. Lakini pamoja na moyo kunidanganya hivyo, swali libaki, je, nafasi yangu ndani ya moyo wake ipo? Kwa sababu nishajua kuwa mimi ndio mchepuko, na kama ni mchepuko ina maana nafasi ya mimi kuwa naye vile ninavyotaka ni ngumu. Yaani vile ninavyotaka awe ni ngumu. Katika hali ambayo nilipaswa kufoka na kuonyesha kuchukizwa, nijikuta nikifunika maumivu yangu na kuongea naye kirafiki tu na kumpa nafasi ya kutuliza akili. Naweza kuonekana mjinga katika hili, lakini ningefanya nini sasa? Kufoka? Kwamba eti ningefoka ingeleta suluhisho? Jibu ni hapana. So niliamua kutukua mpole na kutatua mambo kiutu uzima. Basi baada ya hayo nilimkumbatia kama alivyoomba, kisha hiyo nikarudi ndani kwangu. Huko ndiko nilikoenda kulia. Jamani, nililia. Moyo ulijaa uchungu wa hali ya juu. Nitamani hili ni kama niliwe ndoto, lakini haikuwa. Mtu niliyemwamini na kuamini kuwa safari ya mahusiano yangu inaishia kwake leo kauvunja moyo wangu vipande vipande. Hapana. Hii imekuwa too much. Na kwa nini mimi? Yaani kwa nini kila siku ni mimi tu ndo wa kuumizwa? Ina maana niliandikiwa haya maisha ya kuumizwa ama? Na kama mtu anakuwa sio wangu, kwa nini Mungu asinizuie wakati mimi kila siku namuomba? Kwa sababu kama ni kuomba, jamani, ninaomba toka mwanzo. Sasa kwa nini aniache niingie kwenye maumivu makali namna hii? Nimechoka tena. So niliendelea kulia na kumlalamikia Mungu huku nikimkumbusha muda na maombi niliyokuwa nikimuomba kila itwapo leo, na mwisho niliuliza kwa nini? Basi bwana, usiku ule ulipita kwa maumivu makali. Asubuhi niliamka tena muda ukiwa umeenda sana. Nikashangaa kuona hajaenda kazini. Sasa kuuliza, akaniambia kwamba anaumwa kichwa. Na mimi kwa ninavyomjua,
Ikitokea usiku asipolala tu basi kesho yake ni ataumwa kichwa siku nzima. So na kesi huyu hajalala usiku. Nikamsema kwa nini hajalala wakati nimwambia alale na kuhusu ile tutaliongea. Akaniambia sio rahisi yeye kulala ili hali amenikosea. Kusikia hivyo kwa mbali moyo wangu ukaongeza tumaini kuwa huenda yule bidada hapendwi ila alitumiwa message ili kupumbazwa. Mapenzi. Nimenyosha mikono. Yaani pamoja na kuonesha kupevuka kiakili kwa madai kwamba naweza kutatua mambo bila kupigizana makelele, ila jamaa aliniona kama mjinga mmoja tu. Jambo lilotakiwa kuzungumzika asubuhi kama alivyoomba lilikuja kuzungumzika kesho yake, tena baada ya kumsisitiza sana na kuanza kuonesha kuchukia. Ndio akaongea bwana. Unajua aliongea nini? Kwa moyo safi kabisa jamaa alikiri kwamba ni kweli bidada aliyekuwa anamtumia SMS ni mpenzi wake ambaye wamekuwa pamoja kwa miaka 2, ila kilichokuwepo ni kwamba waligombana na kuachana, ambapo kwenye huo ugomvi mwenye kosa ni mwanaume. So mara kwa mara jamaa alikuwa akiomba msamaha ila binti hakutaka. Ilifika muda akawatumia hadi ndugu zake, maana anadai alikuwa akashampa binti mawasiliano ya ndugu zake. Lakini pamoja na ndugu kumwombea msamaha, binti alikaza. So kijana akachoka na kuamua kuendelea na maisha mengine. Sasa baada ya kunieleza hivyo, nikamuuliza ni muda gani umepita toka muachane? Akaniambia miezi 6. Na akadai siku ya 4 baada ya sisi kuanza mahusiano binti alimtafuta na kumwambia amemsamehe. Kwa maana hiyo kakubali waendelee bila kunifikiria. Na hii ina maana hakuwahi kunipenda, kwa sababu kama angekuwa ananipenda asingerudiana na ex wake. Niliishiwa hata nguvu ya kuuliza kwa sababu hakukuwa na swali ambalo jibu lake litaonyesha kwamba ninapendwa. Kwa huzuni nilishusha pumzi na kutaka kuondoka. Akanizuia na kusema ya kwamba nakupenda Siara. Ila nimeshindwa tu kusema hapana kwa sababu nilikuwa bado najiuliza ana maana gani kunirudia saizi. Na kwa bahati mbaya kabla sijapata jibu nikakosea SMS na kukutumia wewe, ila yote hayo hayana maana kuwa sikupendi. Mimi nakupenda sana Siara. Alivungia hivyo. Unajua kuna muda mapenzi yanaweza kumfanya mtu akawa mjinga na mpumbavu kwa wakati mmoja. Basi mimi nilikuwa ni mjinga na mpumbavu. Maneno yake madogo yalisimama na kuniaminisha kuwa nina sehemu katika moyo wake na kuamini kuwa yuko sahihi. Lakini nikamuuliza kwamba kwa hiyo nini hatima haya? Kuuliza hivyo akajibu kwamba sijui. Nikasema ujui? Yaani una maana gani kusema ujui ile hali wewe ndio mhusika mkuu katika ile? Akaniambia kwamba Siara, naelewa ila ukweli nashindwa kuelewa nifanye nini, kwa sababu nahisi bado nampenda, ila na pia nakupenda na mimi sitamani kukupoteza. Nikaambia isee, unanichanganya. Hivi utanipendaje ili hali bado unampenda? Na hii ina maana hujawahi kuacha kumpenda, kwa sababu kama ungekuwa umpendi usingeruhusu arudi kwenye maisha yako. Lakini hapana, umemruhusu, na sio kumruhusu tu, unamuonesha unampenda na kumhitaji. Sasa mimi nikueleweje hapo sasa? Au tuseme unataka unataka kwa sisi sote, na nani atakuwa mchepuko? Yaani unatutaka sisi sote, nani atakuwa mchepuko, nani atakuwa mpenzi halali? Akasema ya kwamba hapana Siara, mimi sina maana hiyo na naomba unipatie muda niweze kutuliza akili yangu. Alivyosema hivyo, kwanza hadi kufikia hapo nijua tu kuwa sina kitu. Jambo liendelea kubaki nikisubiri jibu la mwisho. Siku zilienda, ule ukaribu ukaanza kupungua taratibu. Swala la kula pamoja likafa. Ikafika hatua nikabaki kama mimi tu ndio natamani hayo mahusiano yaendelee. Ila yeye hakutaka kutenga muda kwa ajili yangu hata kidogo. Wakati mwingine alifanya vitu nisivyopenda makusudi tu. Wa kujiita mvumilivu niliendelea kuvumilia. Na ilipofika siku ya 30 akaniambia kwamba hatuwezi kuendelea tena kwa sababu anaona wazi hawezi kumwacha yule binti. Kwa hiyo kachagua anakopenda na kuacha anakopendwa. Kwa hiyo hii ndio naweza nikasema ndio heartbreak iliyotaka kuniua. Nililia mchana na usiku. Nitamani nirudishe siku nyuma, nifute kila kitu, lakini haikuwezekana. Na kama unavyojua linapokuja swala la kuachwa, ukiachana na kumbukumbu za moments za nyuma, yani ukiachana kumbukumbu za moments za nyuma, kingine kinachoumiza sana ni mazoea. Ushasikia ile mtu kinachoniuma ni mazoea? Zamani nilizoea tunaamshana na kwenda kazini kwa wakati mmoja, ila saizi kila mmoja anaamka muda anojisikia yeye. Hakuna cha mambo wala umamkaje. Kule sijikula pamoja, zawadi, kudekezwa na vingine vingi vyote vilibaki kama ndoto tu. Nikabaki namuona anaingia na kutoka. Nguo na mashuka niliyokuwa nikifua akaanza kufua aliyechaguliwa.
Akia nani nilitaka kufa kudadadeki. Nilitaka kufa kwa mawazo na maumivu. Yaani umeachwa, alafu aliyefanya ukaachwa, unaona anakuja, anashinda pale, anashinda na jamaa kitoka jobu, unaona kabisa kabeba zawadi, mara sijui usikie wanacheka, mara watoke pamoja, tena wamevaa nguo za rangi moja. Awe. Hujakaa sawa, unaona binti anasuka vile ambavyo hakuwa anakuambia usuke. Nye. Acha hii kitu inaweza kufanya ukanywa sumu ufie mbali. Lakini namshukuru Mungu kwani kipindi hicho cha maumivu yani hicho kipindi cha maumivu ndicho kilifanya nikachukua uamuzi bora. Unajua kuna wakati inabidi uachwe ili akili yako ikukae sawa. So uamuzi ambao niliuchukua ulikuwa ni wa imani ya hali ya juu. Nakumbuka nilisimama na kumwambia Mungu, inatosha. Nimekuomba sana, nimelia sana, nimetoa sadaka sana, inatosha. Na nimejuta na kujihukumu, ila sasa inatosha. Kuanzia leo sitalia kisa mapenzi, sitalia kisa mtu hajanipa muda wake, sitamlilia mtoto wa mama mkwe, sitalia kisa kutamani ndoa. Ila nakuomba kwa mara ya mwisho. Na ombi langu la mwisho kuhusu mahusiano ni hili. Fanya ufanyavyo wewe Mungu. Fanya vile unavyoona ni sawa, kwa sababu wewe ndio uliyeniumba. Na wewe ndio unaongoza maisha yangu. Na ni wewe unayeamua niishi hadi lini. Sasa kwa sababu yote hayo yanafanywa na wewe, na dunia na vyote vilivyomo vimeumbwa kwa mikono yako wewe, basi hakuna unachoshindwa kufanya, wala hakuna nilichoomba ambacho uweze kukifanya. Zaidi unafanya vile ambavyo inavyokupendeza wewe. Kwa hiyo hata katika hili naacha ufanye wewe. Msikilizaji, niliongea na kuchukua diary ambayo ilikuwa ni mpya. Nikaandika Habakuki 2:3. Bila kuliandika neno husika wala kulielezea, nikaruka mstari na kuandika ninavyotaka. Unajua niliandikaje? Niliandika hivi: kwa uwezo wako Mungu, ninaandika haya kwa imani na unyofu wa moyo kuwa huu ndio mwaka wa mwisho wa mimi kumaliza nikiwa sijaolewa. Kwani hadi kufika mwakani tarehe 25 ya mwezi wa 12 nitakuwa tayari nimeshaolewa. Yes, nitakuwa nimeolewa na mwanaume ambaye Mungu mwenyewe ulimuumba aje kuwa wangu. Na atakapokuja sitakuwa na hisia za mashaka, sitakuwa na wasiwasi kuhusu future yetu, sitahofia kwamba sipendwi, sitalia wala kuomba kupendwa au kupewa kipaumbele, wala sitachanganywa ama kuwekwa katika sintofahamu. Bali nitapewa upendo, nitapewa uaminifu, heshima, nafasi, muda, kipaumbele na vingine vyote ambavyo vinapaswa kupata bila kuomba. Na baada ya hayo nitapokea hongera kutoka kila pande za dunia. Narudia tena Mungu, mwaka huu ni wa mwisho kuisha bila ndoa, na ni mwaka wa mwisho kulia kisa mapenzi. Msikilizaji, unajua kwenye maisha ni maamuzi tu. Ni kujiwekea nia. Nilivyoandika hivyo, mwisho nikamaliza kwa kuandika kwamba ulisema unaliangalia neno lako ili upate kulitimiza. Asante, nimepokea. Baada ya kuandika hivyo, nikafunika diary yangu na kuweka kwenye drawer. Baada ya hapo kweli mimi sikuomba wala kufanya lolote zaidi, niliendelea kuishi maisha yangu huku nikimwachia afanye anavyotaka. Yaani hii ni kumsusia Mungu sasa. Ningefanya nini sasa, na yeye ndio Mungu na baba yangu? Hakuna cha kufanya zaidi ya kumwachia yote. Maana mimi nimetumia akili zangu, naona ninakoelekea ni kufa. Sasa ya nini nijiue ikiwa yupo yeye ambaye anaweza kanipa furaha? Nimeshindwa. Basi bwana, maisha yaliendelea, miezi kakata, mambo akiwa kimya. Yaani no kutongozwa wala kuona mtu akionyesha kukutamani. Mimi sikuwaza wala kujisumbua. Si nimeshamwachia yeye. Acha aende vile anaenda. Mimi nishakuwa mpenzi mtazamaji. Bwana we, kimasiala bwana. Miezi ilianza kwenda kasi kuliko kawaida. Yaani unashangaa leo huko tarehe 1, hujakaa sawa unasikia tayari ni tarehe 30. Nikana nijisemea sawa tu. Sasa niseme nini sasa, na nimeshasema siombi wala kuuliza tena. Hapa ni kukaza fuvu nione ajayo. Na niseme tu mimi sikuwa na hofu wala wasiwasi. Hapa liwale unaliwe. Ila ninachojua mimi mwaka huu haupiti. Itakuwaje, wapi na lini sijui. Ila mwaka huu haupiti. Basi bwana, mwezi wa 6 ukapita shwa. Wa 7 nao shwa. Wa 8 shwa. Wa 9 shwa. Nika bado nimekaza moyo tu. Wa 10 nao ulipopita tu shetani akaanza kunizomea hilo. Tunabakiza miezi 2. Yako wapi, kiko wapi hilo?
Yaani kila muda unasikia sauti na kukumbusha kwamba vipi? Umebaki mwezi mmoja tu tumalize mwaka je? Vipi bado unaona ndoa mwaka huu ipo? Sasa nikisikia hivyo naanza kuongea mwenyewe na kubishana na sauti hiyo. Taratibu akili nayo ikaanza sasa kushirikiana na shetani bwana. Ikaniambia kwamba ila mshikaji wangu hapa utoboi. Siku zinaisha na hata kutongozwa utongozwi. I say. Sasa hiyo ndoa utaifungia wapi? Na nani ndugu yangu wakati mwaka wenyewe ndo nakatika hivyo. Kwa hiyo tuseme tu yani ushafeli tayari. Sasa akili yangu kwa inaniambia hivyo, ila bado niipingana na akili yangu na kujiambia kama aliweza kuumba vitu vyote vya dunia kwa siku 6 tu, atashindwa hili moja ndani ya mwezi mmoja? Jibu ni hapana. So relax. Ndoa tunayo na tunatamba nayo. Unasikia haya bwana tutaona. Unajibu subiri utaona. Hii ndio vita ndani dada. Yaani vita ndani kwa ndani. Yaani unabishana na akili na nafsi yako mwenyewe. Haya bwana, mwezi wa 11 nao ukapita shwa. Siku zikaanza kusabika bwana. Mara tarehe 1. Ukilala ukiamka 2. Hujakaa sawa wiki. Imekata mara wiki nyingine. Kama masiala tu. Ikabaki wiki moja na siku kadhaa tufike tarehe 25. Binti mwenye jambo langu la imani sikushtuka wala kuwaza. Ndio kwanza nikabize kupanga mtoko wa sikukuu. Kiufupi haikunisumbua akili yangu kabisa. Kama itapita ni yeye ndo kataka ipite, ila mimi nilitaka watu wale ubwabwa na yani wale ubwabwa na hapo tu sikukuu na ndoa. Kwa hiyo mimi sina kosa jamani. Isipotokea msiniulize, muulizeni Mungu. Siku 5 nazo zikakata shwa. Ile siku ya 6 asubuhi na mapema nikapigwa simu na Teresa. Akanambia shemeji yake anatarajia kufanya sherehe ya kumbukumbu ya ndoa yake. Na kwa siku hiyo atakuwa na ubatizo wa mtoto wao mdogo. Kwa hiyo anaomba niende naye maana mmewe ameahirisha safari ya kurudi. Sasa mimi kwa kuwa nilikuwa na ratiba zangu nikamwambia kwamba aisee kwa hilo utanisamee siwezi kuja. Teresa akasema siara wewe nayo usinifanyie hivyo rafiki yangu jamani. Wewe unajua kabisa jinsi gani mimi nisivyopatana na mawifi. Sasa nikienda mwenyewe unafikiri mimi nitaongea na nani? Nikamwambia Teresa kwamba wewe hebu kwenda huko. Unataka wewe unaenda na mtu kila siku ama? Dada, ndoa ndo kwanza na miezi 4 tu. Tayari ushaogopa ndugu wa mume. Wewe sikia kaza hivyo tu. Ndio ushakuwa mkwe wao. Hakuna itakalobadilika. Teresa akasema bwana mimi sijakupigia ili unipatie ushauri. Wewe kama utaki poa na siendi. Nikasema acha bwana. Kwamba ndo nasema? Unajua atakusema wewe vibaya. Hauendi kwa nini? Teresa akasema useme tu kwani mimi atanibabua ngozi. Nikasema haya shauri yako. Basi tuliagana nikaendelea na mishe zangu. Siku ikapita, zikaanza kubakia siku 3 tu sikukuu ifike. Sasa mimi nikakazana kupanga mipango yangu ya mtoko. Ambapo mtoko huo nilikuwa natoka na marafiki zangu ambao wao walikuwa na wapenzi wao. Basi siku 2 zikapita shwa. Ghafla tu nikaanza kupata uzito wa kutoka. Ila nikawa najilazimisha. Sasa huo mtoko tulivyopanga ni kuwa tunatoka nyumbani tarehe 24 jioni, alafu tunarudi tarehe 27 jioni. Kwa hiyo tukapanga kukutana nyumbani kwa mmoja wetu, alafu tutaondoka na gari lake. Bwana we, picha ilianza mapema sana. Asubuhi tu uzito kanijaa. Yaani napanga vitu haviendi. Mara nisahau wiki, mara kile. Nikaona ngoja nilale kidogo. Ndo niliharibu. Nilala kama nimekufa. Muda tuliokubaliana kukutana ulifika. Mimi sina habari. Wakapiga simu zikawa zinaita tu. Wakaona hata isiwe shida, wakaja hadi nyumbani. Gonga mlango kimya. Kwa kosa tulikuwa tushaweka booking ya sehemu tunaofikia. Ikabidi wao waondoke ila wakabaki wananitafuta. Ajabu ni kuja kuamka usiku. Picha linaanza ile naamka umeme hakuna. Ukiachana na umeme, kichwa kilikuwa kinauma vibaya mno, yani hata kuinama sikuwa naweza. Nikaona siwezi kujiua, nikabaki kitandani na kujisikilizia. Hali ilivyokuwa mbaya nikamtafuta Teresa usiku ule akaja na kunichukua kanipeleka hospitali. Kufika nikahudumiwa na kubaki kwenye uangalizi kwa muda mfupi. Ilipofika saa 11 kasoro nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Hapo sasa kimepoa tu kwa kiasi tu. Hasa Teresa akasema kwamba twende kwake. Maana ilikuwa si mbali kama kwangu na ukiangalia tulikuwa tumekesha. So nikakubali tukaenda. Tulipofika wote tukafikia kulala. Saa 5 na madakika yake bwana ndio nilikuja kuamka, ikabidi sasa niandae chai. Na nilivyomaliza nikamwamsha Teresa, tukanywa chai pale na kubaki tunapiga story.
Katikati ya story akasema kwamba sikia, hatuwezi kushinda ndani na siku yenyewe ndio hii. Nikamwambia unataka kusema nini? Akasema twende kwa shemeji. Aliposema hivyo nilifikiria mara mbili, nikaona acha twende tu, maana siku zile si nilikataa kwa sababu nilikuwa na mtoko wangu. Sasa sijaenda na siwezi kusema kwamba nitaenda, maana hali yangu wenyewe ndio hii, nisije kwenda kuwasumbua watu bure. Basi baada ya kukubaliana kwenda, tuliinuka na kujiandaa, na tulivyomaliza tukaingia kwenye gari hao tukaondoka. Sijui kama yote haya yalikuwa ni mipango ya Mungu, na huko kwenye hiyo sherehe ndiko alikokuwa mwanaume wa maisha yangu. Yule wa milele. Basi bwana, tulifika tukakuta watu wameshafika wengi, ila sasa ilikuwa ni bado shughuli haijaanza. Kwa hiyo tukasalimia pale, Teresa akanitambulisha kwa waliokuwa hawanifahamu, kisha tukakaa. Muda ulienda, ratiba zikafuatwa, zawadi zikatolewa, chakula kikaalika, ikabaki ni story tu na muziki kama kawaida yangu. Ni wapo na watu ambao sijawazoea, huwa mimi siongei. So nikaa nimekaa zangu kimya tu. Muda huo Teresa yuko busy na mama mkwe wake. Sasa bwana, wakati nikiwa zangu kimya, huku makini wangu wote ukiwa kwenye simu, akaja mkaka. Kaka huyo alifika akanisalimia na kunipatia business card na kuniambia kwamba atafurahi kama nitamtafuta. Mimi nilitabasamu tu, kisha akarudi alikokuwa amekaa. Sasa mimi mwenyewe nilikaa kama dakika 2 hivi, simu yangu ikaita. So nikainuka na kusogea mbali kidogo ili niweze kuongea kwa utulivu. Kweli nikaongea pale, na nilivyomaliza nikageuka na kupiga hatua kurudi ndani. Ikiwa nakaribia kufika tu, nikasikia sauti nyuma ikiniita. Haraka nigeuka kuangalia nini niita. Nikashangaa kumuona ni mkaka ambaye sikumjua, na licha ya kutokumjua mimi sikuwahi kumuona. Nikamwangalia alivyovaa, inaonyesha na yeye yupo kwenye hii sherehe, japo sikuwa nimemuona. Basi nilitikia wito na kusimama. Akasogea na kusema kwamba samahani kwa kusumbua, naweza kupata mawasiliano yako kama utojali? Bwana wewe, nikatoa namba kiulaini tu. Yaani sikuuliza au kuzugazuga, yani ni chapu nikataja. Usije kusema ndo na force ili mambo eti yaende vile nilivyotaka. Mimi nimetoa tu, na hata sijui kwa nini nimetoa. Na wala ukiniuliza eti umempa ukitarajia nini, mimi nitakwambia sijui, ila ndo nishatoa namba. Haya, baada ya kutoa namba nikataka kusepa. Akaniambia wait, naitwa Michael. Nikasema okay, naitwa Siara. Akasema hongera na jina zuri. Nikasema asante. Akasema okay, thanks kwa namba na kwa kukufahamu, natamani kukuona tena, bila shaka utaruhusu nikuone tena. Nikasema sawa, Mungu akipenda. Akasema okay, hadi kufikia hapa naamini kashapenda. Nikacheka tu nikasema haya bye. Nikiwa na tabasamu pana niliondoka na kurudi kukaa. Baada ya sekunde kadhaa na yeye nikaona anaingia na kuja kukaa meza moja hivi waliokuwa wamekaa vijana tu. Taratibu nikageuza shingo kumwangalia, ile nimegeuka tu nakuta macho yake yote yako kwangu. Haraka nikageuka na kutulia tuli. Basi bwana, sherehe iliendelea, ikawa kila muda natamani kumuona, ila ndo nikawa naona aibu kugeuka. Basi muda ulienda, hatimaye sherehe ikaisha. Wakaondoka pale, yani wale wakaondoka wakaondoka. Mimi nikawa nasubiri tu Teresa aliyekuwa akiwaaga wakwe zake. Mara nikasikia kwamba bye, huwa na usiku mwema. Kugeuka ni Michael. Nitabasamu na kujibu kwamba asante na wewe pia. Akasema asante, tuonane hivi karibuni. Nikasema okay bye. Sasa muda anaondoka, wakapishana na Teresa akija upande wangu. Alipofika tu nikamuuliza kwamba wewe, huyo kaka ni nani kwenye familia ya mumeo? Teresa akauliza kaka yupi? Nikasema si huyo mkaka mrefu mweusi ambaye umepishana naye hapo. Akasema wewe tena na wakaka weusi mpaka wakuue ndio utakoma. Nikasema jamani, sasa kuuliza nako nikosa Teresa. Akasema mimi nakujua vizuri sana shoga yangu, yani hapo moyo wako ushama kabisa. Nikasema bwana, mimi nimeuliza tu, kama humjui ni kitu cha kusema tu simjui, sio kuanza kunizodoa hapa. Teresa akasema kwamba yani wewe nani nitakuzodoa hadi ukome hivi, hata ni huoni, yani ukimwangalia tu yani huoni kabisa kwamba ana muonekano wa kuvunja moyo wa watoto wa watu, alafu unataka kujichanganya. Yani wewe hukomi, yule jirani yako ilibaki kidogo tu ufe mbwa wewe, ila sasa hizi yani muda huu unataka tena kurudia makosa. Na huyu ambaye unataka kumbambia huyo ni atakuua. Mimi niko pale. Wewe kila siku mimi nakwambia tafuta kajibaba kako kafupi, kaliko nona, kapende ule mema ya inchi, ila hao wengine watakuua. Ila ukomi. Haya, saizi utalia na ukoo wako. Nikamwambia Teresa kwamba yani wewe unakazana kunishauri mimi nitafute vijibaba vifupi, wewe mbona hujavitafuta? Badala yake umeolewa na anayefanana na hawa ambao unanionya nikae nao mbali. Teresa akasema kwa nini unataka kunifuatisha mimi? Haya, njoo muige tembo uchanike msamba. Nikasema ai bwana, hebu twende bwana, mimi naona kama unanichanganya tu.
Basi niliondoka. Kufika nyumbani, kila mmoja akaingia chumbani na kuanza kutafuta usingizi. Sasa nikiwa busy kujifanya nimelala ili nilale, ukaingia ujumbe kwenye simu yangu. Haraka nikajifunua na kuichukua simu. Kufungua ni namba ngeni na anauliza kama nimefika salama. Nikajibu tu kiufupi kuwa ndio nimefika. Baada ya hapo akatuma okay na kukaa kimya. Siku ile ikapita bwana. Kesho yake nikarudi kwangu. Nilipofika tu nikatupa ile kadi alionipa yule kaka na kutulia zangu. Na ukiniuliza kwa nini nimeitupa, ni basi tu mimi sikutaka kuongea naye. Basi siku zilienda, ikapita wiki bila kupokea ujumbe wote kutoka kwa Michael. Akaja kunitafuta tarehe 2, tena midi ilikuwa ya jioni hivi. Jamani, mwaka ushaisha na sijaolewa. Haya, wote tuseme ni mapenzi ya Mungu. Piga moyo kifua afu useme kwamba ni mapenzi ya Mungu. Haya bwana, nilijibu mambo niliyotumiwa na huyo kijana wa kuitwa Michael. Akauliza siku gani niko free ili tuonane. Nikamwambia, akaniambia okay, ikifika naomba kuniona. Nikajibu sawa na kukaa kimya. Kuanzia hapo akawa sasa ni ananitafuta mara kwa mara na hakuna story nyingi no. Yaani ni salamu kisha anakutakia siku njema kisha anakaa kimya. Siku zikasogea, ikafika weekend ambao nilisema nitakuwa free. Nikamwambia kwamba nimepata dharura so sitaweza kuonana naye. Na sio kwamba eti mimi nilipata dharura no, mimi nitaka tu kuona je, nikimkwepa ataendelea kunitafuta. Kwa hiyo nikamrusha, naye akasema kwamba sawa nitasubiri wakati mwingine. Akaendelea kuwa ni ananijulia tu hali kama kawaida. Weekend nyingine ilipofika nikamrusha tena, ila bado hakuonesha kukasirika. Mimi sikuishia hivyo tu. Siku iliyofuata tena nikamrusha. Sasa wakati mwingine nikata sijibu hata message zake. Akipiga naweza hata nikupokea au nisipokee na wala hata nisimtafute. Bado akaendelea kunitafuta na kunisisitiza kwamba nikipata muda tuonane. Jibu langu ni moja tu, sawa. Kisha napita siku zinasogea tu, zinateleza tu. Mwezi wa pili ukiwa unaelekea kuisha hivyo, akaamua kuanza kunifuata dukani. Alipajuaje? Aliona matangazo status bila kuuliza wala kunitaarifu. Nikashangaa ndinga linapaki pembeni ya duka langu. Nilisimamisha masikio. Najua mteja bwana. Kushuka ni Michael. Nitamani kujificha ila sasa isingekuwa na maana kwa sababu tayari alishaniona. Basi nikatuliza komwe, akaja na kunisalimia, nikaitikia. Hapo naona aibu hadi kwenye miguu, maana sio kwa kumkwepa kule. Nikawaza hapa sasa nimkaribishaje hapa ama nimwache asimame tu, ila hapana, sio utu. Chapu nikamwambia kwamba karibu ukae. Akasema hapana, asante, nilipita tu kukuona na samani pia kwa kuja bila taarifa au ruhusa yako. Nikasema haina shida, nashukuru sana na karibu tena. Akasema sawa, asante, tafadhali ukipata nafasi nigawie hata muda kidogo nitafurahi. Nikasema usijali, tuombe uzima. Akasema okay bye. Aliaga na kuingia kwenye gari, mara akashuka akiwa na mkono na kusema kwamba samani, nilikuchukulia hiki kidogo. Nilipokea na kushuka kaondoka. Baada ya kuondoka nikaangalia na kukuta ni matunda. Nitabasamu na kusema basi sitapingana na Mungu bana. Ni Mungu bana, maana tushavunja roho za kuteseka na mapenzi, so bila shaka huyu nikatoka kwa Mungu. Mapenzi bana. Haya mapenzi haya. Na ukuta hata ndo kweli kaletwa na Mungu. Sasa kama sio mapenzi ya Mungu, atakuwa sasa anataka nini kwangu huyu? Hakuna kingine zaidi ya mapenzi. So acha nisijibane sana nikaja kukataa baraka za Mungu bure. Na umri wenyewe ndo nakimbia hivyo. Siku 5 zilipita bwana. Siku hiyo ilikuwa mida jioni hivi, nikamtumia message nikisema kwamba kesho nitakuwa free. Ilifika baada ya dakika 10 tu akajibu akasema kwamba wao, asante sana kwa nafasi ya dhahabu. Ungependezwa tukutanie wapi? Nikasema kwamba sijui, ni wewe tu utakaposema, mimi nitakuwa okay tu. Akasema okay, ngoja niangalie sehemu nzuri alafu nakurudia. Nilijibu sawa, nikatulia pale kama dakika 5 hivi. Kisha akaniambia sehemu ambayo tutakutania, nikajibu sawa. Na kuingia mtandaoni nikaangalia hiyo sehemu aliyochagua. Nikaona si mbaya. So siku ikapita, kesho yake mchana nikajiandaa na kwenda huko kuonana naye. Kufika pale nikakuta ameshafika kitambo. Basi haraka kainuka na kunisogezea kiti, nikakaa kisha akanipa ruhusa nichague kinywaji. Nami bila kuchelewa nikachagua kisha nikakaa kusubiri kuletewa. Hapo sasa aibu zimejaa balaa. Nikawa busy kujifanya kwamba naangalia mazingira. Hakana naangalia tu. Mwisho aliniita na kuniuliza kwamba unamwamini Mungu? Swali hili mimi sikulitegemea kabisa. Yaani unajua mimi nitegemea ananiuliza labda umepapenda hapa, ila ghafla tu naulizwa unamwamini Mungu? Nimwangalia alikuwa serious sana. Nami kwa ujasiri huko sasa uso ukiwa umejaa tabasamu nikamjibu kwamba ndio ninamwamini.
Akasema, "Oh, vizuri sana. Na unaamini katika matendo yake, si ndio?" Nikasema, "Ya, naamini." Akasema, "Okay, vipi kuhusu mapenzi ya kweli? Hii ni baina ya binadamu kwa binadamu. Unafikiri hapo?" Nikasema, "Mimi sifikiri, ila naamini hapo." Nilivyojibu hivyo alitabasamu na kuniambia kwamba nimefurahi kusikia hivyo na naweza kukufahamu japo kiufupi tu. Nikasema, "Ya, naambia unataka kufahamu nini?" Ukiniuliza hivyo nitakujibu kila kitu. Jina langu nadhani unalifahamu. Mimi ni binti wa 3 kuzaliwa na natokea Mbeya na familia yangu yote iko huko. Nimesoma elimu ya kuniwezesha tu kusoma na kuandika. Na hapa mjini nafanya biashara ile uliyoiona. Basi nadhani hapo inatosha. Okay, asante sana. Mimi ni Mmasai, nilizaliwa Uzaramoni, nimekulia hapa na kusomea hapa kuanzia msingi hadi sekondari. Chuo nimesomea nje. Kwenye uzao wa wazazi wangu mimi ni wa pili. Sijaoa, sina mtoto, ila natarajia kuoa na kuwa na watoto. Nilicheka na kushukuru kufahamu kwa hayo machache. Kinywaji kikaletwa, nikapokea, tukaendelea kuzungumza mambo kadha. Muda nao ukasogea bwana. Na ilipofika saa 1 tukatoka. Kwa kuwa alikataa nisichukue usafiri kwa kudai atanirudisha nyumbani mwenyewe, nikaona sio kesi. Basi tuliongozana hadi alipopaki gari lake, akanifungulia mlango, nikaingia naye akaingia. Hao tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Njia nzima tuliongea na kucheka. Na namna tulivyokuwa tukiongea ni kama tulifahamiana muda mrefu sana. Yaani kuna namna moyo wangu ni kama ulikuwa unahisi yani ni kama unashindwa tu kueleza ile hisia ni ya nini. Safari iliyotumia masaa 2 na hii ni kutokana na kuwa na foleni, ilionekana kama vile tumetumia nusu saa. Yaani moyo ulitamani kuendelea kuwa pamoja. Ila ndio tulishafika, kwa maana hiyo sikuwa na la kufanya. Nishuke na kusepa tu ndani. Basi nishukuru kwa kila kitu na kutaka kushuka, ila kabla sijafungua hata mlango akanizuia na kusema kwamba, "Kwa nini unawahi kuondoka wakati bado sijaruhusu uondoke? Ama unahisi tayari tumemalizana?" Hapana, nilistu niko huru kuondoka. Ya, uko huru, ila baada ya kueleza haya. Nilivyosikia hivyo nikatega masikio na macho akamwangalia. Kwa sauti iliyojaa kujiamini, Michael alizungumza na mimi. "Nitakuwa sijautendea haki moyo wangu ikiwa nitaondoka bila kuambia haya. Siara nakupenda na najua inaweza kukufikirisha kiasi, ila naomba ujue hivyo nakupenda. Na Mungu anajua kuwa nakupenda. Na ninashukuru sana kwa nafasi hii kubwa ulionipatia leo. Hakika umetimiza ndoto yangu ya miaka mingi. Na namshukuru Mungu pia kwa kuweza kunipa neema hii. Nilitamani sana kuiona hii siku na nilitamani sana hizi moments. Na leo kwa uwezo wa Mungu katimiza, na sasa moyo wangu unatamani kukamilisha hatua ya mwisho ili uwe wangu halali." Maneno yake yalinifanya nimwangalie kama vile sielewi anaongea kitu gani. Kabla hata sijataka kumuuliza, alinisogelea karibu. "Macho yako yanaonyesha maswali juu ya haya ninayoongea. Na pengine unaweza kuwa na wasiwasi, lakini nikutoe hofu kuwa uko salama. Na haya unayosikia ni ya kweli. Siara, wewe ni mke wangu. Na sio mke tu, bali ni nyama katika nyama zangu na mfupa katika mifupa yangu. Wewe ndiye niliyeumbiwa na Mungu. Na katika wewe Mungu ataenda kutimiza agano lake kwetu." Na kuchanganya, right? Ondoa shaka wala usiumize akili yako kutafakari haya maneno. Ila nimetaka tu ulale ukijua kuwa soon utakuwa mke wa Michael. Na utakuwa mama wa watoto wangu ambao Mungu atatupatia. Sawa mrembo eh? Nilitabasamu tu kimagumashi na kutaka kushuka. Alinizuia tena na kuniambia kwamba, "Narudia tena. Usichoshe akili yako kufikiria haya, wala usiulazimishe moyo wako. Ila muachie Mungu, yeye mwenyewe atasema na moyo wako. Na sijakwambia utasiji ukafikirie kunijibu, no, just relax. Na wakati ukifika hautasema neno, ila itakuwa." Nikasema okay, bye. Basi niongea tu kwa upole sana na kushuka. Nikaingia ndani naye akaondoka. Sasa nikisema kuwa sikuwa nawaza nitadanganya walai. Yaani nilifika ndani nikatafakari maneno yake. Maneno, yani neno moja baada ya lingine. Nikabaki kuwaza, hii ni kweli au ndoto? Na kama sio ndoto au ni bomu la kunimalizia? Basi nilisema kwamba mimi sitaomba, ila nilimrudia Mungu na kumwambia, kama huyu mtu sio wewe uliyemleta, tafadhali muondoe mapema sana, mimi sitaki kulia tena.
Baada ya hapo nilala, maisha yakaendelea. Bwana Michael aliendelea kuwa karibu na mimi na kunionyesha kuwa ni kweli ananihitaji. Sijui hata ilikuwaje, ila nijikuta tu nampenda mno. Sikuwa na hofu wala wasiwasi juu yake, ila moyo wangu ulifunikwa na amani ya hali ya juu, na kutoka ndani ya moyo niliamini yeye ndiye. Na kweli yeye ndiye aliyeandaliwa kuwa wangu. Alinipenda bila kuomba upendo, alinijali bila kuomba kujaliwa, heshima, kusikilizwa, vyote nilipewa bila hata kuomba. Siara niliyekuwa na yakimbilia kwa jasho la damu na kiu, leo yaligeuka na kunifuata yenyewe. Sasa na Mungu alivyo ajabu, vyote nilivyopata vilizidi vile nilivyoomba. Niliomba kupendwa na kupata ndoa tu, ila akaona lazima anipe mtu aliye karibu naye, kitu ambacho kilikuwa bora kuliko yote. Yes, ni bora, maana si rahisi dunia leo kumpata kijana mwenye pesa na elimu ya mbele huko, alafu awe na hofu ya Mungu. Na sio hofu tu, bali kumweka Mungu mbele kwa kila kitu chake. Na sio yani, jamani, unajua sijata nikuelezea vipi, nikikuelezea sana na Yesu utamuiba. So hii ni neema ambayo wengi hatuna. Basi bwana, niliingia kwenye mahusiano na huyu kijana wa Mungu, ambapo tulidumu kwenye uchumba kwa miezi 7. Baada hapo ndoa ikafungwa. Hatimaye kiu yangu na maombi yangu yakajibiwa, japo sio kwa ule mwaka niliotaka mimi, ila ni mwaka aliochagua yeye Mungu. Na Mungu alivyo mkubwa, sasa sikukuu ya Krismasi ya mwaka huo, yani huo mwaka ambao tulifunga ndoa, nikagundua kuwa nina kiumbe cha wiki kadhaa. Kwa hiyo nilisherehekea sikukuu ya kwanza nikiwa kwenye ndoa, lakini pia nikiwa mama mtarajiwa. Sinema na wote tumeamini kuwa wakati wa Mungu ni sahihi. Yes, wakati wa Mungu ni sahihi. So kama kuna lolote ambalo unatamani kulipata, mshirikishe tu Mungu. Yaani mshirikishe tu Mungu na usubiri atende kwa wakati wake. Na akija kufanya, uwe na uhakika atafanya kwa ukubwa zaidi ya ulivyokuwa unawaza au kutaka. Hivyo amini, subiri, na ukiona muda unaenda sana usife moyo, bali endelea kuamini na kusubiri hadi kufikia hapa. Mimi sina la ziada jamani. Nikushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Niseme tu Mungu akubariki sana. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Rita Story, na nilia kusimulia hii simulizi kwa sauti tamu na njonjo za kutosha ni mimi Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.